Kutokana na mchezo huu kubadilishwa tarehe, tutegemee kuona ubingwa wa NBC Premier League msimu huu ukiamuliwa na mchezo huo wa dabi, kwa sababu kila mtu atakuwa anautolea macho. Kwa asilimia 95 naweka asilimia 95.5 kuziacha kwa michezo iliyosalia. Asilimia 95 mchezo huu hapa ndo unakwenda kuamua nani anakuwa bingwa, lakini nimeweka hizo asilimia 95 kwa sababu kuna michezo, kila mtu amebakiza michezo miwili ili kuhitimisha duru ya pili ambayo ndo inamaliza ligi kuu soka Tanzania bara. Kwa hivyo Young Africans wao watashuka dimbani dhidi ya Dodoma Jiji, lakini pia watamaliza na Tanzania Prison. Kwa hivyo Young Africans wao ambao wanaenda kukita kambi yao kule Zanzibar, wakitoka kucheza mchezo dhidi ya Dodoma Jiji ndipo watacheza na Simba Sports Club. Tukirudi katika uhalisia ama ule ufundi zaidi katika mchezo wa dabi ya Kariakoo ni kwamba Young Africans anaingia katika mchezo huu hapa akiwa na rekodi nzuri, ambapo ametoka kucheza mchezo uliopita wa dabi ya Kariakoo dhidi ya Simba. Kama utakumbuka ni goli la Kelvin Kijili on goal. Lakini pia mbali na hivyo utakumbuka mchezo wa ngao ya jamii Young Africans alishinda kupitia Maxim Pia Nzengeli. Sasa tactically tunaona mchezo huu hapa unakuwa chini ya safu ya kiungo, kwa sababu ndio sehemu ambayo imesheheni uamuzi wa mchezo, lakini pia inachagizwa na safu ya ushambuliaji ambayo inaongozwa na Lionel Ateba kwa upande wa Simba Sports Club, lakini pia inaongozwa na Prince Mpumelelo Dube kwa upande wa Dar es Salaam Africans. Young Africans baada ya kuondokewa na Stefan Ziki ambaye kiuhalisia ni miongoni mwa quick transition players, yani tunasema link up players, ambaye anakuwa mnyumbulifu kweli kweli kuanzia upande wa chini kwa maana defensive zone kuja upande wa katikati kwa maana midfield pamoja na upande wa umaliziaji. Lakini wamebaki watu kama Pacome Pedro Zuzwa pamoja na Clatous Chota Chama. Hawa pia ni link up players. Utakumbuka Chama Clatous akiwa Simba Sports Club alipata kufanya vizuri, lakini Pacome Pedro Zuzwa ambaye ana magoli 9 na asisti 8